Sio siri tena, Waafrika walio wengi hivi sasa hawaoni taabu kuonesha uungaji wao mkono kwa utawala wa kijeshi. Miaka miwili tu iliyopita, utafiti wa taasisi ya uchunguzi ya maoni ya umma ya Afrobarometer ulionyesha 53% ya Waafrika waliokuwa tayari kuruhusu nchi zao ziwe chini ya utawala wa kijeshi kama viongozi waliochaguliwa kidemokrasia watatumia madaraka yao vibaya. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, wanajeshi kwenye nchi zaidi ya 6 za Afrika wamechukua madaraka kinyume na katiba, na wengi walikaribishwa kwa mikono miwili na wananchi. Tangu Burkina Faso, Mali, Guinea, Gabon na hivi majuzi tu Madagascar. Katika historia ya siasa za Afrika, mapinduzi ya kijeshi mara nyingi yamechukuliwa kama njia haramu, hatari na isiyo na uhalali wa kisiasa. Kuingia madarakani kwa kutumia nguvu za kijeshi kumehusishwa na umwagaji damu, uharibifu wa mali, utekaji wa haki za binadamu na kusababisha mateso kwa raia wa kawaida. Lakini kuibuka kwa Captain Ibrahim Traore nchini Burkina Faso kumechochea mjadala kuhusu uhalali, umuhimu na hatima ya mapinduzi ya kijeshi, hasa pale yanapotokea kama njia ya kupinga ukandamizaji, ufisadi na utawala wa mabavu unaojificha katika mwamvuli wa demokrasia. Tofauti na wanasiasa waliokita mizizi kwenye mifumo ya demokrasia lakini hawakutumbukia katika matumizi mabaya ya demokrasia, baadhi ya wanajeshi kama Traore wameibuka kama viongozi wa mabadiliko wanaojitambulisha kwa uzalendo, uthubutu na kujali maslahi ya wananchi. Mapinduzi ya kijeshi yamekuwa sehemu ya historia ya Afrika tangu mataifa mengi yalipopata uhuru. Moja kati ya mapinduzi maarufu na ya kiitikadi ni lile la mwaka 1983 lililoongozwa na Thomas Sankara nchini Burkina Faso, ambaye alijulikana kwa ajenda zake za kupinga ukoloni mamboleo na kupigania maendeleo ya ndani kwa kutumia rasilimali za kitaifa. Lakini si Burkina Faso pekee. Pale nchini Ghana pia, Kanali Ignatius aliongoza mapinduzi mwaka 1972. Nigeria imepitia mapinduzi kadhaa tangu miaka 1960, yakiwemo yale ya Yakub Gowon mwaka 1966 na Sani Abacha mwaka 1993. Uganda ilishuhudia pia mapinduzi yaliyomweka madarakani Idi Amin mwaka 1971. Nchini Ethiopia, Derg alipindua utawala wa kifalme mwaka 1974. Hadi hii leo, Sudan, Guinea, Mali na Nigeria zimetumbukia kwenye mapinduzi yaliyoongozwa na jeshi.